Karibuni sana kwenye uchambuzi wetu wa leo. Unajua, hebu fikiria kidogo kuhusu ule uchovu wa kulazimika kuigiza kila siku. Sote tunajua ule mzigo, sawa? Jukumu la kuonekana jasiri, imara na asiyetetereka, hata kama mambo ndani kwa ndani yanachemka sana. Leo tunaingia mzima mzima kwenye mada inayogusa wengi wetu, lakini mara nyingi inabaki kuwa siri mioyoni mwetu. Ule mzigo mzito wa matarajio ya kitamaduni kuhusu maana halisi ya kuwa mwanaume. Ni hadithi ya zamani sana, lakini uchovu wake, asikwambie mtu, ni wa kisasa kabisa. Basi, ni wakati wa kuichambua hii dhana kwa pamoja. Hebu tujiulize hili swali kwanza. Nini hasa kinachomfanya mtu kuitwa mwanaume kamili? Ni swali fupi sana, lakini kiukweli linabeba uzito mkubwa, uzito ambao unaweza kuongoza maisha yote ya mtu. Sasa, nataka tuweke mambo sawa tangu mwanzo. Kuhoji haya matarajio tuliyopewa na jamii, sio kushambulia wanaume wa mtu yoyote, sio kumfanya mtu ajisikie duni, hapana kabisa. Badala yake, ni kuangalia tu, hivi haya masharti kweli yanatusaidia au yanatupa tu mizigo isiyo ya lazima? Lengo letu hapa ni kutengeneza nafasi ya afya bora ya akili na uhuru wa kuishi jinsi tulivyo, kiukweli kabisa. Sawa, hebu tuzame ndani ya hili. Sehemu ya kwanza, dhana potofu ya mwanamume kamili. Matarajio ya kijadi yametuwekea haya: kuwa mgumu, kuidhibiti kila kitu, kutoonyesha hisia na kuwa mtoaji kwa gharama yoyote. Tangu tukiwa wadogo, kupitia kwa familia zetu na jamii, tunakabidhiwa hili sanduku gumu sana, sivyo? Unaambiwa unapaswa kufanya haya yote muda wote. Inaonekana kama sheria za ushujaa fulani hivi. Lakini hebu nifikiria ule uchovu wa kiakili wa kuhakikisha kila siku hufanyi kosa lolote la kuonyesha udhaifu. Kiuhalisia, hizi sheria ambazo kwa nje zinaonekana kama nguvu kubwa ni minyororo tu. Kuambiwa kwamba kulia ni udhaifu au kushindwa kutoa suluhisho ni kupoteza thamani, inawabana wanaume kwenye kona ambayo inawazuia kabisa kuwa binadamu kamili wenye hisia. Na hiyo inatuleta moja kwa moja kwenye sehemu yetu ya pili, gharama ya kuwa mgumu. Kuna shinikizo kubwa la kuficha hisia na kuepuka kabisa kutafuta msaada. Unajua, tunapoziangalia kwa karibu zile sheria ngumu tulizorithi, ukweli mchungu ni kwamba hazisaidii. Badala yake, zinasababisha madhara ya moja kwa moja kwa mtu binafsi. Fikiria jinsi wanaume wanavyosukumwa kuficha hisia zao kila siku. Ukiangalia takwimu, wanaume wanaongozwa kwa msongo wa mawazo unaochangia matatizo makubwa ya kiafya. Hii inatokea kwa sababu ukiaminishwa kuwa kuomba msaada ni kupoteza heshima, utabeba matatizo yako peke yako mpaka uvunjike. Hali hii sio tu inawaumiza wao wenyewe kwa kuwanyima msaada muhimu, bali inaacha majeraha hata kwa familia zao ambazo zinashindwa kuelewa nini kinaendelea. Tukisonga mbele, tunaingia sehemu yetu ya tatu, dhana za kurahisisha mambo. Swala la kusuluhisha peke yako dhidi ya kutafuta msaada. Jamii mara nyingi inatumia haya matarajio ya kiwanaume kama kisingizio rahisi sana cha kukwepa wajibu wa pamoja. Inatarajiwa kwamba mwanaume asuluhishe mambo na apambane peke yake muda wote. Lakini inashangaza sana ukifikiria kuwa sisi sote ni binadamu na kiasili tunategemeana ili kuishi na kustawi. Hata hivyo, kwa namna fulani tumewafundisha nusu ya jamii kwamba wanapaswa kuteseka kwa siri. Hili tarajio la kutatua kila kitu peke yako linawatenga sana wanaume na kuwapa wengine nafasi ya kujivua lawama kwa kudhani kwamba yeye ni mwanaume, atapambana tu. Halafu kuna hili la kuhalalisha madhara kwa kisingizio cha wanavyofanya wanaume dhidi ya kuwajibika. Hili linaenda mbali zaidi, mlaka kwenye tabia zetu. Tumekuwa na utamaduni wa kuhalalisha vitendo vinavyoleta madhara kwa kutumia misemo kama hivyo ndivyo wanaume walivyo. Hili ni hatari sana. Kufunika tabia mbaya kwa kisingizio cha wanaume kunaua kabisa dhana ya kuwajibika. Mtu anapofanya kosa, badala ya kukosolewa, jamii inafumbia macho. Kisingizio hiki kinanyamazisha uwajibikaji, inatunyima fursa ya kujifunza, na mwisho wa siku inapunguza ule usalama na heshima ambayo kila mmoja wetu anastahili. Kuwajibika ndiyo ishara halisi ya ukomavu, sio kukwepa makosa. Sasa, hebu tuangalie suluhisho hili kwa mapana zaidi. Sehemu ya 4, kuongeza kina na uhuru. Ni kuhusu kuongeza kina, uhuru na ukweli. Tunapozungumzia kufafanua upya wanaume hapa, lengo letu sio kumpokonya mtu utambulisho wake au kumfanya awe mchache. Ni kinyume chake kabisa. Ni kuhusu kuongeza kina, uhuru
na ukweli katika maisha. Hebu tafakari hayo maneno kwa sekunde chache. Tofauti na yale matarajio yanayobana na kuzuia tuliyoyaona awali, maono haya mapya yanaleta uhuru wa kihisia. Yanampa mwanaume ruhusa ya kuishi kwa ukweli wake wote, kuwa jasiri lakini pia kuruhusu udhaifu, kuwa mtoaji lakini pia kukubali kupokea msaada. Huku ndiko kuongeza kina katika maisha. Kwa hiyo, huu wanaume mpya unajengwa kwenye heshima, uwajibikaji, uelewa wa hisia na uadilifu. Misingi inabadilika hapa. Hatupimi nguvu kwa jinsi mtu anavyoweza kuficha maumivu yake, bali tunaijenga kwenye heshima ya kweli, uwajibikaji kwa matendo yetu na uelewa wa hisia za wengine. Unapotoka nje ya yale matarajio magumu ya zamani, unaruhusu nguvu yako halisi ijitokeze. Sio ile nguvu ya kuigiza au kufanya maonyesho, bali ni nguvu inayotokana na maadili imara ya ndani kabisa. Hii ndiyo aina ya wanaume inayoleta afya na furaha. Na hii inatuelekeza kwenye sehemu yetu ya mwisho na muhimu sana, kuchagua kuwa nani. Acha kuuliza, je, wewe ni mwanaume wa kutosha? Ni wakati wa kubadilisha kabisa zile vipimo tunavyotumia kujipima kila siku. Na kuna jambo hili moja tunapaswa kuliacha mara moja. Kuendelea kujiuliza eti, mimi ni mwanaume wa kutosha? Hili swali limepitwa na wakati kabisa. Kazi yake pekee ni kukuwekea mipaka na kukufanya ujihisi hujatimiza vigezo fulani visivyo na tija. Tunapaswa kulivunja na kuliweka kando, kwa sababu linatuzuia kuona picha kubwa zaidi ya utu wetu. Kuendelea kujiuliza hili swali ni kuendelea kuishi ndani ya lile sanduku gumu ambalo linatunyima uhuru wetu. Badala yake, swali kuna lenye tija zaidi la kujiuliza kila asubuhi ni hili: unachagua kuwa mtu wa namna gani? Hili ndilo swali la msingi. Linalenga tabia yako, maadili yako na utu wako badala ya jinsia yako tu. Inaonyesha kwamba mwisho wa siku uwezo halisi upo mikononi mwako 100%. Una nguvu ya kuchagua jinsi unavyotaka kuishi na jinsi unavyotaka kutenda bila kufungwa na dhana potofu za zamani. Unajua kuwa mtu mwema ni jukumu kubwa na zuri zaidi kuliko kujaribu tu kuwa mwanaume kamili. Asanteni sana kwa kujiunga nami katika uchambuzi huu, na hadi wakati mwingine, endelea kuchagua kuwa bora.